dhambi kubwa ikitajwa inakuja laana baada yake. Mwenyezi Mungu alisema fanaj'al lanata Allahi ala al-kadhibin. Mwenyezi Mungu amejalia na akaweka laana ya Mwenyezi Mungu wapate waongo. Ina maana uongo ni dhambi kubwa kubwa. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akasema kutila al-kharrasun, waongo wamelaaniwa. Walimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayesi muaminifu anazini? Akasema ndio. Akamuuliza yasriqu mu'min, muaminifu anaiba? Akasema ndio. Hadithi sahihi, hadithi ni sahihi katika Durarus Sania inayofanyia kisahihisha. Anasema ayakdhibu al-mu'min, muaminifu anasema uongo? Akasema bala, hasemi uongo. Kwa dhambi kubwa kubwa, moja katika alama za kujua dhambi kubwa ni ipi? Laana. Unajua siku zote ukitaka kugombana na mtu au mtu akitaka kugombana na wewe, anagojaga majibu. Yaani lile jibu utakalo nileta, sawa liwe ni dogo au ni kubwa, ndo anasubiriaga ili akupiga nguvu. Unasikia? Zamani nakumbuka tulikuwa tunacheza mpira, nikienda Kotebu, kuna mtu, yaani unajua kuna mtu anakuchukia bila sababu, kwa sababu wewe tu. Niko nacheza mpira hivi, unajua kitaka kutupa nini na gombaniaga. Sasa pasi nitendeka nini? Lakini inaonekana mimi ndo nimchezea makosa. Nakumbuka yeye akajishika kwa wakati wa kugombania, kwa wakati unamshika mtu kujicho juu. Akanishika shati. Sema sasa hivi nikupige. Na mimi habari za kupigana nazijua kwa ni mbaya. Sema nikupige. Nikamwambia ukinipiga ukiniua, mimi sisemi. Yeye ataka niseme. Kama mimi sitasema. Ukinipiga ukiniua kaniacha. Mambo yakaisha. Unapigania nini? Hivyo. Unaumia ndani kwa ndani. Inasubiri hivyo. Binasiri moja. Binasiri moja. Fasabru li amri llahi in hada yawmuna wa laysa li amrin hammahu Allahu madfau. Amesema Kaisu ibn Mulawwa, alikuwa anaambiwa na mke wake, subiri kama tutapata matatizo ndani ya ndoa yetu, kwa sababu matatizo atakuwa ameyakadiria Mungu. Chama kaula lao, mwanamke mjanja sana. Ina maana akikosea itakuwa analichegamiza kwa nani? Kwa Mungu. Na mwanaume akamjibu akasema, saaswiru bil maqduri ya umma maliki wa adamu anna sabra murrul madha'iq. Nitasubiri katika kila jambo Mungu alitukadiria, lakini najua subira nayo ina ladha chungu. Mwanamke akatizama akamwambia, nataka kusema nini? Akamwambia, la taqtuli bisududi wa bilqila famithluki ya laila yariku yarhamu. Usiniue kwa kunipa kisoko, mke wangu. Yani hautaki kunisemesha. Kama hutaki kunisemesha, matokeo nitakupiga. Kwa hiyo utakuja kunilaumu kama sina subira, na ilani wewe ndio umesababisha. Wataada kuliko amali ambayo inatekelezwa ndani hizi. Ina maana kumbe hata ibada zinazidiana. Ibada zinazidiana. Kadhalika hata madhambi hivyo, kuna makubwa na saghair na madogo madogo. Kuna makubwa na madogo madogo. Haya madhambi makubwa asharul kabair imekuja kuyasharehesha. Lakini nakumbuka vyema ya kuwa madhambi makubwa ili uyajue, nikukumbushe, nitajua kwa njia gani. Kila dhambi kubwa ikitajwa inakuja laana baada yake. Mwenyezi Mungu alisema fanaj'al lanata Allahi ala al-kadhibin. Mwenyezi Mungu amejalia na akaweka laana ya Mwenyezi Mungu wapate waongo. Ina maana uongo ni dhambi kubwa kubwa. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu akasema kutila al-kharrasun, waongo wamelaaniwa. Walimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayesi muaminifu anazini? Akasema ndio. Akamuuliza yasriqu mu'min, muaminifu anaiba? Akasema ndio. Hadithi sahihi, hadithi ni sahihi katika Durarus Sania inayofanyia kisahihisha. Anasema ayakdhibu al-mu'min, muaminifu anasema uongo? Akasema bala, hasemi uongo. Kwa dhambi kubwa, moja katika alama za kujua dhambi kubwa ni ipi? Laana. Yaani ikitajwa Mwenyezi Mungu anafuka analeta laana baada ya kutajwa. Mbili katika vitu vinakutambulisha kama dhambi ni kubwa ni hasira za Mungu. Mungu anasema nimekasirika kwa hii dhambi. Nimekasirika kwa hii dhambi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alu. Hasira za Mwenyezi Mungu ziko kwa wale ambao wanafanya kitu kisha hawakitekelezi. Wanafanya kitu au wanasema kitu kisha hawakitekelezi. Hasira.
Dhambi kubwa mtaijuaje? Alama yake ya tatu, ya pili shajua ni hasira. Ya tatu inapitishwa hapa duniani: kuiba, kuzini, kuua, zinapitishwa hapa duniani. Liwaq zinapitishwa hapa duniani, sawa. Kumtuhumu mtu inapitishwa hapa duniani. Hizo zote zinapitishwa hapa duniani. Nakumbuka kwa mtu akimzingishia mtu anafanya hapo yake ni ngapi? 60, 80. Mtu akinywa pombe anapigwa ngapi? Anapigwa ngapi? 40. Anapigwa ngapi? 40. Mtu akizini kama hajaoa fimbo 100 watadribwa na nani? Ameoa, kifo. Mtu akiiba anakatwa mkono. Unaelewa? Kwa hiyo hizi pinishio zote zenye ziko duniani ni dalili ya kuwa dhambi ni kubwa. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia waid shadid, ahadi mbaya kwa mtu aliyofanya hiyo dhambi. Mwenyezi Mungu anasema mtu ambaye atakataa kugawa mirathi ya Kiislamu, yudkhiluhu naran khalidan fiha, atamuingiza motoni milele na milele. Mwenyezi Mungu ndo anasema unaingia motoni milele na milele. Ahadi mbaya. Sasa kama ukigawa mirathi utajijua, si unatutisha nini? Na alafu kama ukigawa mirathi Kiislamu, matokeo unakufaga uko maskini sana. Watizameni watu wote, tutagawa sawa sawa. Haya, sawa, nasubiria sasa alibra bil khawatim. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo na hivyo riba ni katika madhambi makubwa, kwa sababu Mungu atangaza vita, tutapigana vita na mwenye kufanya ni riba. Kisha Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi sahih anasema arriba 70 hauban aisaruha ayanki harajulu umma. Riba ina vipengele 70. Chepesi ni kumzini mtu mama yake, kumzini mtu mama yake, sio dhambi ya kawaida. Kwa hiyo ndio tulikuwa katika hicho kipengele. Kwa hiyo ni dhambi ambayo tulizungumza, dhambi ya 10 dhambi ya 12 katika kitabu Sharhul Kabair. Ukifanya riba ujue kuwa ni dhambi kubwa. Lakini kuna wakati mtu anahisi kuwa yuko anafanya riba na sio riba, na kuna wakati anahisi kuwa yuko anafanya kazi na riba. Hapa ndipo panakuja ni tofauti, yani tofauti wanazijua wanachuoni, wanazijua. Umeelewa vizuri? Mfano sharikatul mudaraba maana yake nikupe pesa ufanye kazi tugawane faida, na kuomba pia, tukiomba tunagomba. Umeelewa vizuri hapo? Hiyo ndio sharikatul mudaraba. Vijana wanajua kazi, unampa pesa anafanya kazi, ikibidi kufaidika mnafaidika na ukubali, lakini kufanya nini kama itatokea riski na unashuka nayo? Yani ikikubali kupanda na hivyo ukubali kunani kushuka. Watu wanapenda kuviunga vitu na hadi ni tofauti, kwa sababu mnafanya kazi, mmoja ameleta ujuzi, mwingine ameleta pesa. Lakini kwa Burundi wanasema msifanyaje, kwa sababu waamini kila mmoja kufanya naye hazina ile inakuwa halali, kwa sababu ikikubali kupata ikikubali kufaidika, kubali kufanya kuomba. Kwa hiyo hii inaitwa sharikatu almudaraba, na hiyo ipo katika muamalatul islamia, mfumo na muamala ya Kiislamu. Ali ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Ibn Mas'ud, Mwenyezi Mungu amridhie, alisema. Ibn Mas'ud ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mke wa Mtume anaitwa Maimuna, alikuwa mama yake mdogo. Na mtu akishakuwa mke wako akiwa mama mdogo wa mtu, anakatazwa kuingia ndani ya nyumba, anaingia, ni mama yake. Kama ni mama yake, yeye anaingia. Ndio maana alikuwa anaingia wakati wote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yupo au hayupo? Kwani aliwahi kulala kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaamka yuko na swali, Ibn Mas'ud akawa naye ameamka kuswali. Alipoamka kuswali akakaa upande wa gani? Upande gani?
wa kushoto ndo alikaa. Mtume alikuwa na swali, akaja upande wa kushoto. Alipokuja upande wa kushoto, Mtume akamchukua akamrudisha upande wa kulia. Na hapa wakasema watu wa fiqh ya kuwa inajuzu haraka yoyote, yani movement yoyote utafanya, kama unaokoa sala, huyo movement unakubaliwa. Mnaelewa vizuri? Kama unaokoa sala, huyo movement unafanya nini? Unakubaliwa. Ndio maana Mtume alionekana anamfungulia Aisha mlango wakati Aisha ameshindwa kufungua mlango. Katika kitabu cha Imam al-Maqdisi Al-Umda, Mtume alimfungulia mlango wa Aisha, yuko anaswali. Kwa hiyo maslahi yoyote ikija tasubu fi maslahi swala, ikija kumwaga katika kuokoa swala, hiyo na yenyewe inafanya nini? Inaruhusiwa. Umeelewa hapo au bado? Sawa. Fanya kama mtu ameacha simu kwenye chaji, tukaanza swala hapo simu ikali, mtafanyaje? Mnafanyaje? Lazima uteremke uende kuizima ile simu. Inapobaki matokeo tutapigana baada ya swala kuisha, mnajua. Sawa? Kwanza itatuletea vurugu, haitakubali, itaringi. Unajua kwa nini nimesema hivyo? Kuna siku tulikusali hapa magharibi au laisha, simu ikaringi na ilikuwa na muziki, maskini ya Mungu. Mtu mzima alikuwa ajuu vile ya kwenda kuchokonoa abijuu, akachokonoa akaweka muziki hajuu, muziki ukaanza kupiga dakika ya kwanza ya pili ya tatu, na mafunzo yake anasema usidhubutu kugusa simu. Tulikuwa muziki hiyo siku, mnakumbuka hiyo siku? Tena ilikuwa hiyo siku ya darasa, tulikuwa muziki. Na vipi kwa leo kuzima? Wanasema haijuzi. Ilikuwa ni maslahati swala, ilikuwa ni maslahi ya swala. Maslahi ya swala inaruhusiwa kufanya movement wote, kwa sababu unakuja kuiokoa swala au kuiweka sala vizuri au kuweka khushu, utulivu. Ndio maana Mtume akamchukua mjukuu wake Umama wakati yuko anapita pale, alikuwa anapita Umama pale anatambaa. Sasa matokeo akitambaa anakwenda wapi? Utabaki uko unatizama yuko anakwenda wapi? Mmenielewa? Sasa kama hauna uwezo juu, akienda matokeo inshallah inakwenda kuwa na tatizo. Utaanza kujiwaza hivi anaishia wapi huyo? Atakapoishia yeye ndio anapajua. Na mnajua zamani kuwa zilikuwa parsela zina visima vya maji pale. Umeelewa? Matokeo huyu mtoto anajua, yeye ndo anajua penye patamridhisha, lakini wewe ndani ya swala hii, swala inaendelea. Mtume akamchukua mama akamweka hapo, akaswali naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hapa ndipo wakasema ni maslahati as-swala. Kwa hiyo Ibn Mas'ud ni mtoto ambaye mke wa Mtume ni mama yake mdogo, Khala ni mama yake mdogo. Alikaa pale, ndio tukapata mafunzo ya hadithi ya kusali mtu kama mko wawili, wewe na imamu wako unaswali upande gani? Upande wa kulia. Mkiwa wawili mnaswali upande, mnaswali wapi? Mkiwa watatu mngejibu hivyo, ningewapa zero moyo. Wakati gani mtu hapagi safa zile ambazo anapaga katika swala? Aina rakia. Wakati gani mtu akiswali maamuma wakiwa watatu hawakai katika safa moja nyuma ya imamu? Aywa, swala ya jeneza. Swala ya jeneza wakiwa watatu wanapanga thalathat sufufu, kama jinsi amesema Sheikh Albani katika kitabu Ahkamu Aljanaiz wa Bid'aha. Kwa nini? Kwa sababu mtu akisaliwa na watu 40 waumini wacha Mungu, anasamehewa madhambi yake. Katika
katika hadithi nyingine mtu akisaliwa na safa 3, akusema waumini. Nasikia vizuri hapa, ndio lazima mjiongeze. Hakusema waumini hapa. Kwa hiyo sawa, alijua kuna siku watakosekana. Alijua kuna siku watakosekana. Sasa akamwambia safa 3, huyu maiti anasamea. Lazima uwe mjanja, lazima ujiongeze wakati mama yako anakufa au baba yako. Mama akifa na baba yako, sidhani kama kuna shida atakuoneaga huruma. Wewe ndio utajua jinsi utakavyopanga. Simwachi mama yako sijui na hapata. Unajua wakati wa kilio wajuaji wanakuwa ni wengi. Ukiacha vitu vinakwenda wrong. Sio nyinyi ndio watakuwa. Mimi kwetu shangazi yangu siku anakufa ilikuwa shida sana. Ndio siku nilipata mtihani. Wavile wote niliwaona pale. Ni vitu gani sasa hivi? Kwanza tukaambia lazima kila mtu afanye kauzi keusi. Kikasema haya sasa, haya mazito. Niliona watu wa Kristo, Waislamu, dini zote nikaziona nyumbani. Hawa ndio kaka wa shangazi. Umetoka wapi? Ikawa mpaka dakika ya mwisho tukapanga, tulisalia jeneza kule kuuwanja wa Dahamo, watu wakapanga safari ndefu. Nikakata ile safari, jamaa ni mjuaji, nikamwambia bwana, mjuje niko nafanya hivi leo, mtanisikia tu mimi, sitaki comment hata moja wala rai. Alhamdulillah, wale wakubwa zangu wale ambao wako hapa wanajua nini nasema, lakini sasa wanaogopa wale wazee wa familia. Ikawa shida, wakiulizwa wote wakawa wakinisapoti mimi ni shida, na wakiwasapoti wao dini na wababa kimya, wanajifanya kama wao. Lakini alhamdulillah tukafaulu. Safa zikawa 3 kubwa ndefu. Kwa ndugu zangu Waislamu, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hadi jumla duaia qala, alisema idha kana laka ala rajulin daynun fahda laka shay'an fala ta'khudhu fa innahu riba. Mtu yoyote akiwa na deni lako kisha akakuletea zawadi juu ya hili deni, ni riba. Amekupa amekuzidishia kitu, ni riba. Ibn Mas'ud amesema, umeelewa vitu? Yuko na 100,000 kisha akakuletea, bana mimi nakuletea 1,500,000 baadaye, ni riba. Bana wewe tulia kidogo basi, mimi nitakuletea 1,500,000. Sio kwamba umeniomba mimi, ndo najua ni riba. Mmesikia? Lakini hadha kabla yakun, lakini haya maneno ni kabla ya tokeo. Ikisha kuwa baada ya tokeo, sio riba, ni hadia, ni zawadi. Bado wala hamjaelewa. Mmeelewa? Hamjaelewa. Kabla ya tokeo, kabla hajakulipa, bwana usinadai laki. Sasa shida iko bwana, hakuna mekumbuana. Kesho nakuletea franga zako, tata kuletea sasa nkati, lakini kumbuka unamdai. Sasa mimi tukuletea sasa nkati, mimi sitaki hivyo, nipe bwana. Mimi sio kwamba nakupa riba, umenivumilia sana, ni wema nakutendea. Hadha riba. Amesha kulipa kisha baadaye bwana unasemaje? Acha nikupe, umenivumilia sana ndugu yangu, ila inakuacha kwa sababu ni tofauti na nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala qaidi hayati, yuko hai. Kuna mtu alimvamia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamfinya Mtume. Waarabu nao sijui wana matatizo gani, akamkaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ufikiria unamkaba mtu rais, achana na rais, sijui utampa cheo gani wewe mwenyewe, utatafuta cha kumpa mtu. Ana hukumu kwa huyo wakati bara lote la Kiarabu, sawa? Iraki yote iko chini, yani yeye ndio kiongozi. Akamkaba mtu, nipe pesa zangu, nipe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakasimama wafuasi wake. Waliposimama, Mtume akamwambia mwacheni. Akamwacha. Unajua siku zote ukitaka kugombana na mtu au mtu akitaka kugombana na wewe, anagojaga majibu.
Yaani lile jibu utakalo nileta, sawa liwe ni dogo au ni kubwa, ndo anasubiriaga ili akupiga nguvu. Unasikia? Zamani nakumbuka tulikuwa tunacheza mpira, nikienda Kotebu, kuna mtu, yaani unajua kuna mtu anakuchukia bila sababu, kwa sababu wewe tu. Niko nacheza mpira hivi, unajua kitabu tupa nini na gombaniaga. Sasa pasi nitendeka nini? Lakini inaonekana mimi ndo nimchezea makosa. Nakumbuka yeye akajishika kwa wakati wa kugombania, kwa wakati unamshika mtu kujicho juu. Akanishika shati. Sema sasa hivi nikupige. Na mimi habari za kupigana nazijua kwa ni mbaya. Sema nikupige. Nikamwambia ukinipiga ukiniua. Mimi sisemi. Yeye nataka niseme. Kama mimi sitasema. Ukinipiga ukiniua akaniacha. Mambo yakaisha. Unapigania nini? Kupigana wewe ndio unaanzaga kupigana. Ukianza wewe ndio unaanza. Lakini umaliziaje utokaji kwako? Umeelewa vizuri? Sharia ujugi sitaisha. Tuko sawa? Kwa ndugu zangu Waislamu, akamkaba Mtume. Alipomkaba Mtume wakasimama, akamwambia tao muacheni. Walipomwacha Mtume akakaa kwa anamtazama, sasa utabaki unamkaba tu kabisa. Akamwacha Mtume. Fahmarra unuqu Rasulillah, aka shingo likawa lekundu, amekaa kwa Rasulullah. Akamwambia shida ni nini? Akamwambia pesa. Na pesa asili ilikuwa kwa Mtume ndio alichukua, aliweka dhamana. Aliweka dhamana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar kamchukulie pesa kwenye Baitul Mal. Na hapa tunapozungumza pesa, ina maana na kwa Mtume zilikuwaga. Siji ukatuambia tunatoa zaka tu kwa sababu pesa zilikuwa. Kamchukulia akampa. Lakini kabla ya Umar hajaenda, Mtume akamnongoneza. Hapo akujua. Umar akaenda akampa zile pesa, baadaye akamwambia chukua na hii kama zawadi. Fa aslama ar-rajul, akaslimu kwa kitendo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kabla la amalia, kabla ile operation inakuwa nini? Kabla ya operation hajakulipa akakuzidishia, haram au la? Na baada inakuwa nini? Ndio maana kawaida sheria ukijua hautasumbuka, utacheza nayo sheria. Waqala al-Hasan rahimahullah, idha kana laka ala rajulin daynun fima akalta min baiti fahuwa suhtun. Mtu yeyote akiwa na deni kisha akala kwake, kivipi? Una deni la mtu kisha alipokuja kudai akamwambia jo, tulia hapa, kula kwanza. Akala fahuwa suhtun, ni haram. Anakula, unakuwa umefanya nini? Umefanya haram. Kwa nini? Umeelewa hapo? Wewe unadai ya shaba, unanidai. Umekuja kwangu kuja kuomba pesa yako, nikakaribisha mezani ukala. Hichi chakula maana yake tukimaliza kula, ule msimamo uliokuja nao ndio unakuja msimamo ule. Inapunguza. Kwa nini? Ni system gani ya kupoza lile kwa sababu nikula haram. Wewe umempeleka kwenye chakula, yeye amekuja kwa nini? Kudai. Ndio maana deni la mke na mume linaishaga hivyo tu, haijulikani linaishaga acha. Najua kwa nini? Kama mke wako alikukopa pesa, siku anakudai inakuwaga
Unajua wenye mnafanyaga mkaga kwa hiyo linaishaga, tujua hili linaisha, lakini linaisha, linavivia mpaka mtoto analikuta, mtoto anakuwa analikuta ili deni, kumbe baba achukua deni na mama. Mwanamama anaweza akaolewa kwa deni. Sasa ili ulilipe ile deni, anajua kama ulifanya nini, ulimwoa kwa deni, franga zake. Unaweza kupata franga kazi, nilipe sasa baba fulani. Hakuna shida, ngoja nikulipe. Hamna shida mke wangu, tulia tu. Dakika mbili anasahau kama alikuwa anadai. Sawa? Kwa hiyo ndio anazungumza Hasan al-Basri, anazungumza kwamba yote atafanya hivyo kwa kusudi, yani katika lugha nyingine karese lile deni lisiondoke, lisileti ukakasi, naye ni suhtu, naye ni haramu. Kwa sababu kama kisha ukampa chakula, msimamo wake hauko, unabadilika, sio kama ule wa kwanza, sio kama ule ambao waliokuja nao. Wa hadha min qawli kullu qardin jara, kullu qardin jarrin naf'an fa huwa riba, kila deni ambalo linaleta manufaa ni riba, kila deni ambalo linaleta manufaa ni riba. Wa qala Ibn Mas'ud aidan, Ibn Mas'ud amezungumza, yoyote atamtakia shafaa mtu kwa kufanya nini? Kwa kumletea zawadi. Mtu anakuja na mwenzake, ndugu yangu amekuletea zawadi, pokea zawadi. Ni swaftu, ni haramu. Ngoja amalize deni la mtu, nasikia ni swaftu, ni haramu. Ndio maana kadhi wa Uislamu, sisikia ukadhi ni kazi ngumu sana, hairuhusiwi kadhi wa Uislamu kula deni. Katika vitu vinakatazwa, hairuhusiwi kadhi kula deni. Sasa akila deni lako kisha ukaenda umempiga mtu au umemwonea mtu, kukata kesi hii kesi inaendaje? Nadhani mnaelewa. Hii kesi inakuwa ngumu, na ndio maana deni inaitwa deni, kwa sababu ni nini deni? Katika lugha inaitwa adh-dhulm wal khudu', ni udhalili na unyenyekevu. Deni ni lugha ya Kiarabu. Deni na dini ni kitu kishi. Kuna maneno ambayo watu wengi wanajuaga kuwa ni tofauti na asili moja. Ishtiqaq, yalizaliwa fasi moja, yalitoka fasi moja. Shubiri na subira ni vitu vyenye asili moja. Sibrun wa sabrun, sabrun ni subira, sibrun ni shubiri, bina asili moja. Ndio maana usifikiri kama subira ina ladha tamu. Hii ni chungu na umiliaga ndani kwa ndani. Subiri na subiri, sio hivyo, sio hivyo, unaumia ndani kwa ndani. Na subiri inashubiri hivyo hivyo, bina asili moja, bina asili moja. Fasabru li amri llahi in hadha yawmuna wa laysa li amrin hammahu Allahu madfau. Amesema Kaisu ibn Mulawwa, alikuwa anaambiwa na mke wake, subiri kama tutapata matatizo ndani ya ndoa yetu, kwa sababu matatizo atakuwa ameyakadiria Mungu. Chama kaona lao, mwanamke ni mjanja sana. Ina maana akikosea itakuwa analitegamiza kwa ndani kwa Mungu. Na mwanaume akamjibu akasema, saaswiru bil maqduri ya umma maliki wa adamu anna sabra murru madha'iq, nitasubiri katika kila jambo Mungu alitukadiria, lakini najua subira nayo ina ladha chungu. Mwanamke akatizama akamwambia, nataka kusema nini? Akamwambia, la taqtulini bisududi wa bilqila famithluki ya laila yariku yarhamu, usiniue kwa kunipa kisoko mke wangu. Yani hautaki kunisemesha, kama hutaki kunisemesha matokeo nitakupiga. Kwa hiyo utakuja kunilaumu kama sina subira, na ilani wewe ndio umesababisha. Nadhani mmenielewa. Hivyo na dini na deni vina asili moja, vyote vinatoka kwenye verbe dala ya dini, unyenyekevu. Lakini deni ni kumnyenyekea Mola wa ulimwengu, na dini ni kumnyenyekea Mola wa ulimwengu. Deni ni kumnyenyekea mwenye pesa, mwenye pesa. Deni, Umar bin Khattab alimwona mtu amevaa kilemba, amefunika macho, amefunika kichwa chote,
macho tu ndio yamebaki. Akamwambia ala tadri anna Luqman naha an talafu, hivi wewe hujui kama Luqman alikatazaka kuvaa kilemba cha hivi? Ule jamaa akamwambia inna Luqman lam yakun alayhi dayn, Luqman hakuwa anadaiwa, angelikuwa anadaiwa na angekivaa. Kwa deni ni hatari sana. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ndio kabira ya mwisho katika kabair adh-dhunub, katika madhambi makubwa makubwa, katika madhambi makubwa makubwa, na ambayo tumeizungumza wiki mbili sasa. Inaitwa nini? Riba. Wiki nne tuko tunaizungumza, inaitwa riba, na ndiyo dhambi pekee ina kitu special tofauti na madhambi yote. Madhambi yote ukiyafanya, ukimwomba Mungu msamaha, anayafuta yote, ila riba. Ukimwomba Mungu msamaha kwenye riba, anakusamea, anaifuta kabisa. Ukianza tena kuila, anaunganisha vile vilivyopita na hiyo. Wallahi Mwenyezi Mungu ametaja katika Qur'an, faman aada, atakayerudia nampa yote mimi. Riba, umesikia, ni dhambi chafu sana, na akatangaza vita katika hii dhambi, akasema yote ataifanya. Ametangaza vita na yeye Mola wa ulimwengu. Waislamu watukufu, alkabiratu thalithata ashara, dhambi ya 13 ambayo tumeshasoma dhambi 12 zote zikitanguliwa. Dhambi ya kwanza ilitanguliwa na nini? Shirki. Dhambi ya pili kuua. Dhambi ya tatu sihri. Dhambi ya nne zina. Tukaenda mpaka tumefika kwenye nini? Kwenye kabira ya 12 inaitwa riba. Dhambi ya 13, aklu mali yatimi wa dhulmi, kula mali yatima na dhulma kwake. Aklu, kula ni infinitive na dhambi kwenye kusema Kifaransa, masdar kula. Akala yakulu aklun. Mwenyezi Mungu amesema watakuluna turatha akla lamma, masdar. Kwa hiyo aklu mali yatim, kula mali ya mayatima. Aklu mali yatim, aina yote ya Abu Sufyan. Aklu mali al-yatim, sawa. Aklu mali al-yatim wa dhulmuhu, iko sawa ya jumla. Hiyo jumla unaweza ukaiweka ala wajhaini, aklu mala al-yatim na aklu mali yatim. Aklu mali yatim verbe